Ndugu yangu msikilizaji wa Sibuka TV, ninakusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki kuwa nami katika somo la leo. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Dr. Suzana Bukuku. Mimi nipo mkoa wa Mbeya, nchini Tanzania, kanisa la EAGT Nzovwe Mlimani. Jina la Bwana libarikiwe. Tutajifunza somo linalosema nguvu ya damu ya Yesu. Nguvu ya damu ya Yesu. Majira haya yamekuwa ni majira ya Pasaka. Tunakaribia kuwa na Pasaka mbele yetu, kujikumbusha jinsi Yesu alivyokufa msalabani kwa ajili yetu. Na majira haya basi ni majira ya muhimu sana kwa Mkristo kukumbuka kifo cha Yesu Kristo. Kwa hiyo nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Ipo nguvu kubwa ndani ya damu ya Yesu Kristo. Duniani zipo nguvu za aina mbalimbali. Zipo nguvu za mabomu, zipo nguvu za nyuklia, zipo nguvu za silaha za aina mbalimbali. Lakini ipo nguvu ndani ya damu ya Yesu. Hiyo nguvu ambayo ipo ndani ya damu ya Yesu haishindwi na kitu chochote. Ndio ukombozi wa Mkristo, ndio ukombozi wangu. Na bila damu ya Yesu Kristo hakuna hata mmoja ambaye angeweza kuokoka. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ni ya thamani sana kwa Mkristo na hata kwa mtu mwingine yoyote ambaye hajaokoka. Anapokimbilia kwa Yesu, ataoshwa kwa damu ya Yesu Kristo na anakuwa safi kabisa. Sasa tuone hii nguvu ya damu ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Namba 1, damu ya Yesu hutakasa dhambi. Damu ya Yesu hutakasa dhambi. Damu ya Yesu inatakasa dhambi. Kwa nini nasema damu ya Yesu inatakasa dhambi? Kwa sababu inaosha kabisa dhambi. Kwa mfano, kama mtu alikuwa mlevi, kama mtu ni mzinzi, kama mtu ni mchawi, kama mtu labda anafanya uovu wa aina yoyote ile, na pengine uovu huo amekuwa akiufanya hata bila ya yeye mwenyewe kupenda, anashurutishwa, kwa sababu dhambi huwa inafanya mtu awe mtumwa. Mtu anakuwa na utumwa wa dhambi, hata anaweza kufanya. Lakini damu ya Yesu Kristo inaweza kutakasa dhambi zote. Kama vile ambavyo mtu anaweza akafua nguo ikatakata, anatumia maji na sabuni mpaka ikatakata. Lakini moyo wa mtu unapochafuka, huyu mtu asafishe moyo wake kwa kutumia nini? Ni damu ya Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema katika waraka wa kwanza wa Yohana 1:7, neno la Mungu linasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kumbe damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani ndio inayotumika kusafisha uovu wa kila aina. Unaweza ukawa na vijana nyumbani wanafanya dhambi. Unaweza ukawa na mabinti nyumbani wanafanya dhambi. Hakuna kitu kitakachoweza kuwasaidia wakaacha dhambi. Ni damu ya Yesu Kristo. Watakapokubali na kuokoka, wakamfuata Yesu kama Bwana na Mwokozi katika maisha yao, hakika Yesu anaweza kuwasafisha kabisa kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza ukasema, sasa dhambi ni kitu gani? Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Ni uasi mbele za Mungu, ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hizo dhambi ndizo ninazozisema kwamba unapoenda kwa Yesu, Yesu anatumia damu yake ile iliyomwagika msalabani. Unajua Yesu alipoteswa msalabani, alipigwa mijeredi, alichomwa mikuki, akavalishwa taji ya miba, akiwa pale msalabani. Akalia sana Yesu Kristo, akiulilia ulimwengu. Lakini baadaye alisema yamekwisha, alipokuwa anakata roho. Na wakati anakata roho, damu yake ilikuwa tayari imekwisha kumwagika, ambayo hiyo damu, kila muovu, kila mwenye dhambi anapoitia damu ya Yesu anakuwa safi na anakuwa salama kabisa. Ni dhambi gani ambazo zinahitaji kusafishwa na hii damu ya Yesu Kristo? Hebu tusome neno la Mungu katika Wagalatia 5 na ule mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira,
fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Unaona, katika hii Wagalatia 5 na huu mstari wa 19 ni orodha za dhambi ambazo mwanadamu anaweza akazifanya. Na yamkini ndugu yangu unayenisikiliza, labda iko orodha mojawapo mahali hapa ambayo umeiona wewe kwako imekuwa ni shida kuiacha. Lakini damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, kama utakuwa na shauku, ukawa na hamu ya kuokoka, ukawa na hamu ya kuacha hiyo dhambi, basi njoo kwa Yesu. Yesu anaweza kukusafisha. Damu ya Yesu hutakasa dhambi zote. Hakuna dhambi inaweza ikasimama mbele ya damu ya Yesu Kristo. Mtu akikubali, lakini sio lazima, mtu akikubali akaamua kuokoka, akasema Yesu nisafishe kwa damu yako, kwa imani atasafika na atakuwa mtakatifu kabisa. Utaniambia kwamba hapa duniani unawezaje kuwa mtakatifu? Inawezekana kabisa. Wote waliooshwa kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu anawatakasa, wanakuwa safi kabisa. Na Biblia inasema kwamba enendeni muwe watakatifu kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu. Kwa hiyo inawezekana kabisa. Na katika Zaburi 1 inasema kwamba watakatifu waliopo duniani, hao ndio walio bora na hao ndio ninaopendezwa nao. Hawa watakatifu wanatokana na nini? Ni kwa sababu wametakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inaweza kutakasa dhambi. Inaweza kuosha wachawi, damu ya Yesu. Wazinzi inaweza kuwaosha. Ufisadi wote unaweza kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Jamani, damu ya Yesu Kristo ni ya thamani sana kwa maisha ya mwanadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 2, damu ya Yesu huleta ondoleo la dhambi. Efeso 1 ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Kumbe tunapokea msamaha kupitia damu ya Yesu. Unajua, mtu anapoomba msamaha, tunapofanya dhambi tunamkosea Mungu. Tunamkosea Mungu tunapofanya dhambi. Tunamhuzunisha Mungu. Tunamhuzunisha Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani. Lakini tunapokwenda kwake, tukaomba msamaha, ndipo ondoleo la dhambi linafanyika katika maisha yetu. Waefeso 1:7 kwamba katika yeye huyo Yesu Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Haleluya, haleluya. Kumbe tukienda kwa Yesu, tunapata msamaha wa dhambi. Ndugu yangu, popote unaponisikiliza, yamkini kabisa kuna dhambi inakutesa katika maisha yako. Unatamani kuiacha, unashindwa. Unatamani labda kusema sala ya Bwana tu, unashindwa. Unakuta unaendelea kufanya dhambi. Njoo kwa Yesu, uwe na shauku, uwe na hamu, uwe na nia ya kutoka ndani kabisa kwamba mimi mzigo huu siutaki kabisa. Mungu nisaidie. Na Mungu atakusaidia, atakupa ondoleo la dhambi, kwa sababu neno lake linasema damu ya Yesu Kristo huleta ondoleo la dhambi. Namba 3, damu ya Yesu hutupatanisha na Mungu. Mungu atusaidie sana. Damu ya Yesu hutupatanisha na Mungu. Kumbe sisi kabla hatujaokoka tulikuwa hatupatani na Mungu kutokana na dhambi tulizozitenda. Wengine walikuwa walevi, wengine walikuwa wezi, majambazi, wengine walikuwa wachawi. Lakini walipoenda kwa Yesu, wakapeleka na matunguli yao na uchawi wao ukachomwa moto, wakapatana na Yesu Kristo kwa damu ya thamani iliyomwagika pale mtini. Damu ya Yesu inatupatanisha sisi na Mungu. Damu ya Yesu inatupatanisha sisi na Mungu. Kwa hiyo kumbe mwanadamu anapofanya dhambi ndio inamtenganisha, inamfanya awe mbali na Mungu. Inamtenganisha kabisa, inamchonganisha na Mungu. Lakini
kwa damu ya Yesu Kristo tunapata upatanishi. Kolosai 1 ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Kumbe kwa yeye amevipatanisha vitu vyote kwa damu iliyomwagika pale msalabani. Jamani, damu ya Yesu, mimi nahubiri hapa kwa nguvu ya damu ya Yesu. Yaani bila damu ya Yesu nisingesema chochote. Nina nini mimi hata niseme kwenye TV? Nina kitu gani? Sina uzima ambao ninaweza kukupa wewe. Uzima nilionao ni Yesu amenipa. Ndio maana nimeona utamu wa Yesu kwa kupitia damu ya Yesu. Hata wewe ninakuambia habari za damu ya Yesu. Damu ya Yesu inamtoa mtu kwenye dhambi, inampatanisha na Mungu. Hebu angalia kwa mfano, kama umekosana na rafiki yako au umekosana na jirani yako. Unaweza ukatafuta hata watu, jamani niitieni ili tupatane na huyu mtu. Au mke na mume wamegombana, anaweza akaita mabalozi au akaita watu wenye hekima na wenye busara kwamba njoni mtupatanishe, maana mimi nimekosana na huyu mtu. Kweli mnaweza mkapatanishwa au wakakataa kupatanishwa. Lakini mtu aliyemkosana na Mungu akienda kwa damu ya Yesu Kristo anakuwa rafiki wa Mungu. Na kama mtu akiwa rafiki wa Mungu aweza kuomba chochote kwa Mungu, maana wamepatana. Hakuna uadui tena na Mungu. Tunaondolewa uadui na Mungu kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ni ya thamani sana. Zamani katika Agano la Kale, watu walipokuwa wanatenda dhambi, walikuwa wanaambiwa wapeleke wanyama. Wengine walikuwa wanapeleka ng'ombe, wengine wanapeleka kondoo, wengine wanapeleka sijui mbuzi, wanaenda kuchinja, alafu yule mbuzi au kondoo anateketezwa katika madhabahu walioitengeneza, na ile damu ikimwagika, basi anakuwa amepata ondoleo la dhambi kwa muda. Lakini yule mtu anaporudi tena nyumbani, unashangaa tena amefanya dhambi. Kwa hiyo akienda tena kuhani, anapompelekea mtu dhambi zake, anapeleka na mnyama, anatoa sadaka, lakini anafanya tena dhambi. Mungu kwa sababu anampenda mwanadamu, ndio maana Yesu anaitwa Immanueli, kwamba Mungu pamoja nasi. Akamtoa Yesu Kristo afe msalabani, ili mtu akipata ondoleo la dhambi, anapata ondoleo la dhambi moja kwa moja. Sio kwa mwaka tena wakaombe msamaha, mwaka mwingine akaombe msamaha. Hapana. Hii damu ya Yesu inapoingia ndani, inamsafisha mtu, anakuwa safi, anakuwa safi, anakuwa mtakatifu. Kwa hiyo damu iliyomwagika msalabani ni ya thamani sana. Njoo kwa Yesu, Yesu akusafishe kwa damu yake. Njoo kwa Yesu, Yesu akuponye magonjwa yako. Njoo kwa Yesu, Yesu aondoe mikosi na balaa katika maisha yako kwa damu iliyomwagika pale mtini, ili aweze kukupatanisha wewe na Mungu. Ule uadui wako na Mungu uondoke. Wewe kumbuka, kama mtu ni adui yako, utaishi naye kwa tahadhari. Utasema huyu mtu huwa ni adui yangu, anaweza kanivamia hata usiku. Kwa hiyo nikae naye macho, nikae naye kwa tahadhari. Kwa hiyo ina maana kwamba mwanadamu anapofanya dhambi, anatengeneza uadui na Mungu, anakuwa mbali na Mungu. Lakini kwa damu hii ya Yesu, basi akikubali kupatanishwa, anakuwa rafiki wa Mungu. Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake kwamba sasa hivi siwaiti watumwa, kwa sababu nyinyi mmekuwa rafiki zangu, kwa sababu chochote ninachotaka kukifanya nyinyi mnakijua. Unaona, kumbe ili upatane na Mungu inabidi uoshwe kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa nini usipatane na Mungu? Kwa nini usipatane na Mungu? Patana na Mungu kwa sababu damu iliyomwagika mtini ni bure. Ni wewe kumwamini Yesu Kristo na kutoa maisha yake kwake, basi akikusafisha tayari wewe unakuwa rafiki wa Mungu. Haleluya, haleluya. Nafundisha somo linalosema nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Nguvu ya damu ya Yesu Kristo inatingisha falme, inayeyusha sumu, inayeyusha ngome za giza. Damu ya Yesu Kristo. Usione hivi unatamka kirahisi sana damu ya Yesu Kristo, lakini damu ina nguvu, inaweza kumsaidia mtu. Namba 4, damu ya Yesu hutupa ushindi dhidi ya shetani. Damu ya Yesu inatupa ushindi dhidi ya shetani. Unajua shetani ana nguvu kuliko mwanadamu,
Lakini sisi tunapokimbilia kwa Yesu na tukaipata hiyo damu, shetani hawezi, kwa sababu tunajifunika kwa damu ya Yesu. Ndani ya damu ya Yesu kuna ushindi. Katika Ufunuo 12 na ule mstari wa 11, neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Unaona, kumbe tunamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo ya Yesu Kristo na kwa neno la ushuhuda na kwa neno la Mungu tunapolisoma tunamshinda shetani. Dunia hii imejaza mapepo. Dunia hii imejaza majini. Dunia hii imejaza uchafu wa kila aina. Mwanadamu aliyeokoka atakuwa salama tu ndani ya damu ya Yesu. Anapokaa ndani ya damu ya Yesu, hakika anakuwa salama. Angalia wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipokuwa Misri, kabla hawajatoka mikononi mwa Farao, Mungu alionyesha miujiza mingi sana kumtumia Musa. Akaonyesha miujiza mingi ili Farao aweze kuwaacha watu wa Mungu waweze kutoka. Lakini Farao alikuwa king'ang'anizi, hataki kusikia. Anasema, huyo Mungu mnayemsema ni Mungu yupi? Unaona? Kwa hiyo hakuachilia kirahisi. Kwa mapigo mengi yalitupwa, mapigo mengi, mara vyura, mara chawa, mara maji yakawa damu, vitu vingi. Lakini wakati sasa umefika, wana wa Israeli wanataka kuondoka, waliagizwa wachinje mwana kondoo, alafu damu hiyo waipake kwenye miimo ya milango ya nyumba zao. Na wakaambiwa kwamba ili malaika wa vita, malaika wa mauti atakapokuwa anapita, akiona nyumba hiyo kuna damu ya mwana kondoo, hiyo nyumba itakuwa salama. Kwa hiyo wale waliotii wakachinja kondoo, wakachukua damu, wakapaka. Ndio maana walipokuwa wamepaka katika ile milango, basi malaika alipokuwa anapita akiona ile nyumba imepakwa damu, alikuwa ana pass over. Ndio maana inaitwa Pasaka. Alikuwa anavuka ile nyumba, anaenda nyumba nyingine, akikuta hakuna damu, wazaliwa wote wa kwanza wote walikufa, iwe mifugo iwe nini. Kulikuwa na kilio cha ajabu katika nchi ya Misri, kwa sababu kila nyumba ilikuwa na mzaliwa wa kwanza. Kila nyumba ilikuwa na mzaliwa wa kwanza, iwe ni mifugo. Kulikuwa na maiti nyingi, mpaka Farao alinyosha mikono akasema, waacheni hawa wana wa Israeli waondoke. Ile damu ilikuwa ni ishara ya kutabiri kwamba inakuja damu ya Yesu Kristo, damu isiyokuwa na hila wala mawaa, inayoweza kutuokoa sisi. Kwa hiyo wana wa Israeli wakawa salama, mpaka Farao akasema, watoweni, maana nyumbani kwake mtoto wa kwanza alikufa, labda shangazi yake alikuwa wa kwanza amekufa, labda sijui nani hivyo. Ina maana kila nyumba kulikuwa na msiba. Wa Misri walilia, wakawachukia wana wa Israeli kwamba ni bora waondoke waende kumtumikia Mungu wao kule, lakini ni damu ya Yesu. Ina maana kama kuna watu hawakuweka damu ya Yesu, wale waliuawa. Unaona, waliuawa, walikufa. Yule malaika wa vita hana huruma, alikuwa tu akiangalia damu. Damu gani ipo kwenye miimo ya milango? Akiona hiyo damu, basi anaruka hiyo nyumba. Akiona hiyo damu, anaruka hiyo nyumba. Kwa hiyo wale waliotii wakapaka hiyo damu, na wana wa Israeli ndio walioambiwa peke yao. Wana wa Israeli halikuwa fungu lao. Lakini leo nina habari njema kwako. Iko damu ya Yesu Kristo inaweza kukusafisha, ikakuosha dhambi zako zote, hata vile vifungo vya ndani ambavyo unaona kabisa vifungo hivi nimeshindwa kujifungua. Maana wengine wana mizimu, wengine wana miungu, wengine wana mazindiko waliofanyiwa, wana mikosi na balaa. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo inaweza kukusaidia, ikakuvusha katika mikosi, ikakutoa kwenye laana. Hii damu ya Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema kwenye Ufunuo 12, narudia, damu ya Yesu hutupa ushindi dhidi ya shetani. Damu ya Yesu inatupa ushindi dhidi ya nguvu ya giza.
Kwa hiyo wewe unapoita damu ya Yesu, kama umeokoka, unapotaka kulala, unapoenda kazini kwako, unataka kufanya shughuli zako, unaenda kwenye shamba lako, ita damu ya Yesu, kwamba naachilia damu ya Yesu katika maisha yangu, naachilia damu ya Yesu kwa watoto wangu, naachilia damu ya Yesu kwenye mifugo yangu, naachilia damu ya Yesu kwenye nyumba yangu, kwenye wigo wa nyumba yangu. Zungushia damu ya Yesu kwa njia ya imani, unakuwa salama. Sisi tulio ndani ya damu ya Yesu hatuna hirizi, hatuna mzizi, hatuna chochote, ila tuna damu ya Yesu Kristo. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Haleluya, haleluya. Namba 5, damu ya Yesu hulinda na inaleta ulinzi. Jina la Bwana libarikiwe. Damu ya Yesu hulinda na inaleta ulinzi. Damu ya mwana kondoo iliyowalinda wana wa Israeli. Tunaposoma katika ile Kutoka 12:13, hebu naomba tusome hilo neno la Mungu katika Kutoka 12. Kutoka 12:13. Nitasoma katika jina la Yesu. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoingia nchi ya Misri. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Unaona hapa walipewa maagizo kuweza kupaka damu ya Yesu Kristo. Nimesema damu ya Yesu hulinda. Kwa hiyo wana wa Israeli wakawa salama. Sio wana wa Israeli tu, hata sisi tunaweza kuwa salama kwa damu ya Yesu Kristo. Ita damu ya Yesu Kristo. Mimi tangu nimeokoka mwaka 1979, niliokoka tarehe 26 mwezi wa kwanza nikiwa form 2. Nimeingia tu form 2 mwanzoni. Ndipo nilipoamua kuyatoa maisha yangu kwa Yesu Kristo. Nilikuwa mtu wa dini, ndugu yangu, usinione hivi. Nilikuwa naabudu lakini nafanya dhambi. Nikiwa binti mdogo nilikuwa naweza kuiba, nilikuwa naweza kudokoa vitu ambavyo mama ameviweka nyumbani, naiba, unaona. Kwa hiyo ina maana na mimi nilikuwa najiuliza, tunapoenda kanisani tunaambiwa wenye dhambi wote wataenda motoni. Wenye dhambi wote watahukumiwa na Mungu. Lakini unaimba kanisani, unaimba, umejiunga na kwaya, unapotoka tu njiani tayari umeanza dhambi. Kwa hiyo kile kitu kilikuwa kinaniumiza sana moyoni mwangu. Nikawa natafakari sana, nini kitanisaidia niache kusema uongo? Naweza nikasema uongo mpaka mtu akaamini, akaona kama ni ukweli, lakini dhamiri ikinishuhudia moyoni mwangu kwamba huo ni uongo. Nilipoenda kwa Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo nisaidie, niokoe. Yesu aliponiokoa nikawekwa huru kweli kweli. Mpaka leo ni mwaka karibu 45 nimeokoka, nakaa ndani ya Yesu. Sijivunii miaka hii iliyopita, lakini nataka niseme uzuri wa Yesu Kristo niliouishi tangu nikiwa binti mpaka nimefika wakati huu. Haleluya, haleluya. Kwa ninaposema damu ya Yesu, nyumbani kwetu hatuna mzizi. Hata kwa nyumbani kwa mume wangu hatuna mzizi, hatuna hirizi. Sisi tunaliitia jina la Yesu tu. Damu ya Yesu inatuokoa, inatuwekea ulinzi. Jina la Bwana libarikiwe. Siku moja mtu mmoja akawa amepita, sielewi walikuwa wana nia gani, lakini akawa anamshuhudia mtu fulani, akasema, bwana, tunapopita pale kwenye nyumba ya Bukuku, kila siku hiyo nyumba tumeshindwa kuifikia. Kila tunapopita tunaona moto umewaka juu ya paa. Sasa yule mtu akashindwa kuvumilia, akaja kuniambia, akasema, eti nyinyi usiku moto wao umewaka juu ya bati. Na mimi nikashangaa, nikasema, huo moto. Kwa hiyo asubuhi wanapoamka wanakuta paa la nyumba liko vile vile, lakini wanapopita usiku wanakuta moto umewaka. Ni damu ya Yesu. Sisi tunalala kirahisi sana tu. Tunasema, Bwana, tunataka kulala, tulinde kwa damu yako. Tunajifunika kwa damu yako. Tunafunika watoto wetu kwa damu yako. Kwa hiyo tunapotamka ile damu ya Yesu, kwa imani ile damu inakuwepo. Sasa wale wabaya wanapokuja nyakati za usiku, nadhani ni wachawi, wanapokuja usiku
ndio wanaona moto umewaka. Wakati mwingine wanaona vitu vya ajabu, kuna bahari. Sisi tunakuwa salama ndani ya damu ya Yesu. Kwa hiyo tunapoita damu ya Yesu, jamani, damu ya Yesu inatenda mambo makubwa ya ajabu. Damu ya Yesu ni ya thamani. Inatulinda na nguvu zote za giza. Inatulinda na nguvu zote za kichawi. Inatulinda na nguvu zote za mapepo. Inatulinda na nguvu za majini. Unajua tunaposema hivi, ni Biblia inasema kuna majini, kuna mapepo, kuna wachawi. Biblia ndivyo inavyosema. Lakini sisi tunakuwa salama. Tunakuwa salama kwa damu hii ya Yesu Kristo. Namba 6, damu ya Yesu hutufanya kuwa karibu na Mungu. Ile Waefeso 2:13, neno la Mungu linasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, nyinyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Yesu Kristo. Haleluya! Damu ya Yesu Kristo inatufanya tuwe karibu. Inatufanya tuwe karibu. Inatufanya kuwa karibu. Unapokuwa karibu na Mungu iko faida. Maana utaita naye ataitika, si yuko karibu. Damu ya Yesu inatufanya sisi tuwe karibu na Mungu. Damu ya Yesu. Lakini zamani tulipokuwa tunafanya dhambi, tulikuwa mbali sana na Mungu. Tulikuwa mbali masafa marefu, na hata tukiita alikuwa hawezi kuitika kutokana na dhambi ile ilikuwa ni ukuta mkubwa. Unaposoma Isaya 59 anasema Mungu wetu sikio lake sio zito, wala asisikie, na mkono wake sio mfupi hata asiweze kuokoa, lakini dhambi zenu ndizo zimewatenga nyinyi na Mungu. Ina maana zinakutenga, unakuwa mbali na Mungu. Lakini kwa damu ya Yesu Kristo inatufanya tunakuwa karibu na Mungu. Haleluya! Unaonaje wewe ukiwa karibu na Mungu? Inapendeza kwa namna gani ukiwa karibu na Mungu? Unapokuwa karibu na Mungu unapata faida, kwa sababu unapokuwa karibu na Mungu una kila kitu ambacho Mungu anacho. Unaweza kuchukua chochote kwa Mungu kwa sababu uko karibu na Mungu. Unakuwa rafiki wa Mungu kwa sababu uko karibu na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, damu ya Yesu inafanya mambo makubwa ya ajabu. Damu ya Yesu, unapoitia damu ya Yesu, hata kama unaumwa, unapoitia damu ya Yesu, una dhambi, Yesu atakuponya, Yesu atakusamehe kupitia damu ya Yesu Kristo. Ni damu ya Yesu Kristo. Usione watu wanatamba, watu wanahubiri, ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Damu ya Yesu inaweza kuokoa, inaweza kumsaidia mtu. Dunia inataja magari, dunia inataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Mungu. Ili jina la Yesu Kristo, ndio Yesu aliyemwaga damu pale msalabani. Damu yake ni ya thamani, inaweza kumsaidia mtu naye ikamkomboa. Nafurahia kuwa karibu na Mungu. Ninapokuwa karibu na Mungu najisikia vizuri, maana anakuwa karibu kuliko mavazi niliyoyavaa. Yesu Kristo anakuwa ndani yangu, anakuwa karibu. Ninanong'ona na yeye. Wakati mwingine naweza kuomba kimoyo moyo, wakati mwingine nikamsemesha Yesu, ninataka hiki, ninaomba unisaidie, kwa sababu yuko karibu na mimi, ananisaidia. Huwezi kuwa karibu na mtu asikusaidie. Mtu ambaye yuko karibu na wewe, hata rafiki tu, unasema huyu rafiki yangu huwa yuko karibu na mimi, katika shida anakuwa karibu na mimi. Sasa kwa nini usimpate Yesu? Maana mwanadamu anaweza akapita akaondoka katika dunia hii. Mungu atusaidie sana. Damu ya Yesu, namba 7, damu ya Yesu hufungua njia kuingia mbele za Mungu. Katika Waebrania 10:19 neno la Mungu linasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu Kristo. Unaona, damu ya Yesu Kristo inatufanya tuingie patakatifu patakatifu, tuingie kwenda kumwomba Mungu. Inatufanya tuweze kwenda mbele za Mungu kwa ujasiri kabisa. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu ni ya ajabu sana. Damu ya Yesu ni ya ajabu sana. Ngoja nikupe ushuhuda mwingine. Nilikuwa na kijana wangu, sasa hivi ni mkubwa, wakati huo akiwa mdogo. Mtoto yule alikuwa anavamiwa sana na magonjwa. Yaani unamwacha unaenda kazini, unaporudi unashangaa unaona house girl anamwagia maji. Nini? Mama, mtoto amezidiwa, anaumwa tu ghafla, joto limepanda.
mnamkimbiza hospitalini, mnaenda mnalazwa, mnarudi. Amepona tu kidogo, tena unakuta mtoto amevamiwa tena, anakuwa mgonjwa, joto liko juu mpaka anaweweseka. Siku moja nikawa nimeondoka, nimeenda kazini, nimewaacha wazima kabisa. Wazima kabisa. Sasa hapo ilishakuwa ni kama ni kama desturi mtoto kuumwa. Hata unakuwa kazini unawaza mtoto kwamba nimeondoka leo mtoto mzima, sijui nitakaporudi nitamkutaje. Nikawa nimeondoka, nimeenda kazini. Nilipoenda kazini, njiani wakati narudi, nikaimizwa fanya haraka kukimbia kwenda nyumbani. Nikaondoka, nimefika tu pale nyumbani. Nilipofika nyumbani nikakuta milango yote imefungwa, hawapo. Nikasema hao watoto watakuwa wameenda wapi? Huyu house girl atakuwa ameenda wapi na mtoto? Nikaondoka nikaenda kwa jirani. Kumbe yule jirani alikuwa ameokoka. Ili nikaulizia, maana nilimwambia wakati mwingine ukiona mtoto amezidiwa, kimbia kwa jirani, wale wameokoka wanaweza kukusaidia. Kweli nilipoenda pale nikakuta wameenda kwa jirani. Walipofika pale kwa jirani, yule mama akamwona mtoto joto limepanda, akaweka maji ya uvuguvugu kwenye dishi, akaanza kumwagia yule mtoto, anamwagia huku anaomba, anamwagia. Na mimi nikawa nimefika, maana nimekuta milango imefungwa. Nikasema nikapate kwanza uhakika pale, labda wameenda pale. Nilipofika pale akasema, dada, mtoto anaumwa sana. Nikamwambia, dada, asante kunisaidia. Nikamvalisha nguo, nikambeba yule mtoto. Nilivyombeba yule mtoto, unajua moyoni nilikuwa nimeshikwa hasira za Roho Mtakatifu, kwamba kwa nini huyu mtoto kila wakati anaumwa, kila wakati anakuwa hoi. Unamwacha mzima, unarudi tena unakuta mtoto mgonjwa, unamwacha mara yuko hivi, mara yuko hivi. Unakuta madaktari wamemzingira mtoto kwa ajili ya kutibu mtoto. Kwa nini huyu mtoto huwa anaumwa namna hiyo? Siku hiyo, ndugu yangu msikilizaji wa Sibuka TV, hapo unaponisikiliza, niliona sasa nilipomchukua yule mtoto kutoka kwa yule mama, nikasema sasa nimechoka kukimbia kwenda hospitalini. Nimechoka, maana kila wakati nakimbia hospitalini, mara Aga Khan, mara referral hospital, mara sijui wapi. Yani unakimbia tu, unakimbia. Siku nikasema sasa ninamchukua huyu mtoto, nikaondoka naye nikaenda kanisani. Nilipoenda kanisani, nikaomba ufunguo, nikafungua, nikaingia kanisani. Nilienda kumweka yule mtoto madhabahuni, nikamlaza pale chini, maana alikuwa hoi. Nikajitenga mbali, nikasema, Mungu, sasa huyu mtoto mchukue. Kama kumchukua, umchukue ili nijue amefia madhabahuni pako. Nilifika mahali ambapo ninamhitaji Mungu peke yake, kwa sababu nimekimbia hospitalini, nimechoka. Yani tumeenda na mume wangu, mtoto anatibiwa, tumepewa madawa ya kila aina. Mtoto kila siku mbili ana nafuu, siku nyingine anaumwa, siku nyingine ana nafuu, siku nyingine anaumwa, wiki moja mzima, wiki lingine anaumwa. Yani ni mchezo huo tu. Nikasema sasa huyu mtoto bora akafia madhabahuni pa Mungu, pale ninapoabudu, pale ninaposikiliza neno la Mungu, pale mchungaji anapohubiria, mimi naenda kumweka hapo ili akatie roho hapo, aondoke aende mbinguni. Nilifika mahali kibinadamu nilikuwa nimechoka. Nikasema, Bwana Yesu, nimekuletea huyu mtoto, kama unamchukua sasa umchukue, nijue amekuja kwako. Maana hii business ya kukimbia hospitalini, nimerundika madawa nyumbani, imefika mahali sasa mwisho. Nikamweka yule mtoto pale, kakawa kana hema hapo madhabahuni. Mimi nikaenda kukaa pembeni, nikaa naomba Mungu, nalia. Nasema, Bwana Yesu, mchukue, nimekuletea. Nilikuwa nasubiri akate roho ili nikabebe basi nirudi na maiti nyumbani, kwamba amefia madhabahuni pa Mungu. Lakini asante kwa Yesu ninayemhubiri. Mungu aliangalia mzigo wangu. Mungu aliangalia uchungu uliokuwa moyoni mwangu. Mungu aliangalia teso langu, na akaona huyu mama ameniletea huyu mtoto madhabahuni, ngoja nimponye. Nikakuta masaa yanaenda, katoto kazima, na kaangalia kwa mbali, nakuta mtoto mzima kanajitingisha tu. Mpaka baadaye nikasikia amani moyoni mwangu. Nikaondoka, nikaenda kumchukua yule mtoto. Ni mzima mpaka leo, ni mzima, ni mtu mzima, na yeye sasa ana mtoto. Haleluya, haleluya.
Mungu wetu anaponya. Mungu wetu anaponya. Ndani ya damu ya Yesu iko nguvu ya uzima. Ndani ya damu ya Yesu hakuna mauti. Ndani ya damu ya Yesu inaokoa. Oh, haleluya! Kwa hiyo mtoto akawa mzima. Nikamchukua nikambeba tena mtoto. Nikasema asante Yesu kwa sababu umemponya. Yesu alimponya madhabahuni. Lakini nilichukua hatua ngumu. Yaani hapo hata kama angekufa ningesema nilimpeleka madhabahuni pa Mungu, amefia madhabahuni. Lakini asante kwa Mungu. Mungu aliona teso langu. Yamkini unapita katika mateso makubwa. Yamkini unapita katika mizigo mizito. Ita damu ya Yesu juu ya tatizo lako. Ita damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu inatufanya tuweze kuwa na ujasiri wa kupaingia patakatifu. Ni damu ya Yesu tu. Unajua Yesu Kristo wakati anakata roho, pazia la hekalu, Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka. Ina maana kwamba kule lilipopasuka, kila mtu anaruhusiwa sasa kuingia na kwenda kujieleza kwa kutumia damu ya Yesu Kristo. Kila mtu, maana wakati ule wa zamani kabla ya Yesu Kristo kufa, aliyekuwa anaweza kuingia patakatifu pa patakatifu ni kuhani peke yake. Lakini leo tunaingia patakatifu pa patakatifu kwa kuita damu ya Yesu Kristo, na tunapata ondoleo la dhambi na tunapata msamaha wa dhambi. Tunatakasika dhambi zetu. Haleluya, haleluya. Namba 8, damu ya Yesu hutakasa dhamiri zetu. Hutakasa dhamiri zetu. Haleluya, haleluya. Neno la Mungu linasema hivi katika Waebrania 9 na ule mstari wa 14. Hebu tusome hapo. Waebrania 9 na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Haleluya. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kumbe damu ya Yesu Kristo ndiyo ambayo yenyewe imetusaidia, imesafisha dhamiri zetu. Ninaposema dhamiri, ni ile nafsi ya ndani, dhamiri yako ile ndani. Kwa mfano, kama mtu amefanya kosa ama ameiba, unapomwambia wewe, tumesikia kwamba umeiba, atasema shahidi yako ni nani? Lakini shahidi huwa ni dhamiri ile ya ndani. Ile dhamiri ya ndani yenyewe huwa inasema kweli, haisemi uongo, inasema kweli kile mtu alichokifanya. Kwamba dhamiri ya ndani inasema wewe ulifanya hiki, wewe ulifanya hiki. Kwa hiyo damu ya Yesu yenyewe inatutakasa kabisa. Inaondoa, inasafisha ile dhamiri ya ndani. Hukumiwi na kitu. Inaposafisha dhambi, hatukikaa kwenye kona peke yako. Ukikaa peke yako, unakuta ile damu ya Yesu imekusafisha. Umekuwa huru. Ni damu ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, popote unaponisikiliza, damu ya Yesu ina nguvu mno. Inaweza kukusaidia. Ita damu ya Yesu katika shida ulionayo. Ita damu ya Yesu katika mateso ulionayo. Ita damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza kabisa kukusaidia. Damu ya Yesu inaweza kabisa kukuokoa. Damu ya Yesu inaweza kukutoa katika maangamizi ya ibilisi. Ita damu ya Yesu. Mara nyingi tunatumia jina la Yesu. Jina la Yesu, huyu Yesu ndio mwenye damu, ni sawa. Unaweza kutumia jina la Yesu au ukatumia damu ya Yesu. Maana damu ya Yesu ndio huyo mwenye jina la Yesu. Jina la Yesu linatakasa. Jina la Yesu linaokoa. Damu ya Yesu inaweza kukulinda na kazi zote za giza. Damu ya Yesu inaweza
kukushindia dhambi za dunia hii, na inaweza kurejesha hata vitu vilivyoibiwa katika maisha yako kwa kutumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni ya ajabu sana, ndio iliyomwagika msalabani. Yesu mwenyewe ndiye aliyesema kwamba tufanye ukumbusho wa damu yake. Sisi wa Kristo huwa tunapata chakula cha Bwana, tunakunywa na damu ya Yesu, unaona, kwa njia ya imani. Damu ya Yesu, tunakula chakula cha Bwana na damu ya Yesu ili tupate ulinzi, tupate ondoleo la dhambi, iweze kututoa katika maangamizi ya ibilisi. Damu ya Yesu inatenda mambo makuu ya ajabu. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu inaweza kukusaidia. Ni damu ya Yesu tu. Damu ya Yesu inaweza kukutoa kwenye dhambi, inaweza kukusaidia ikakutoa katika maangamizi. Damu ya Yesu. Una shida gani ndugu yangu msikilizaji wa Sibuka TV? Hebu chukua hatua kuita damu ya Yesu. Kuita damu ya Yesu. Siku moja nilikuwa nawafundisha vijana wangu, nikamwambia tumezoea kujifunika mablanketi. Hebu leo iteni damu ya Yesu, mjifunike kwa damu ya Yesu. Muone jinsi mtakavyokuwa salama. Muone jinsi mtakavyokuwa salama, na kwamba Mungu atawalinda. Haleluya, haleluya. Kwa damu ya Yesu inasafisha, damu ya Yesu inatakasa, damu ya Yesu inalinda. Jamani, sisi tuna nini? Unajua, mwana wa Mungu, wewe uliokoka, popote unaponisikiliza, unapoita damu ya Yesu, hata kama huwa kuna walinzi wanakulinda nje, lakini wale hawawezi kulinda roho yako, damu ya Yesu inaweza kukulinda na kukusaidia. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu inayeyusha magonjwa. Ita tu damu ya Yesu, magonjwa yaliyoshindikana. Hata kama damu yako kwenye mwili ni chafu, ita damu ya Yesu isafishe damu yako. Damu ya Yesu ina uwezo wa kusafisha damu yako ikawa safi. Wewe muamini Mungu, utaona Mungu anavyoweza kukusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeona damu ya Yesu inavyoweza kufanya kazi katika maisha katika maisha yangu, katika maisha ya watoto wangu. Yuko binti yangu mmoja, yeye alikuwa anasumbuka sana. Alikuwa anaumwa sana. Wakati mwingine alikuwa anaumwa miguu, yani anashindwa. Unakuta unapigiwa simu, alikuwa anasoma shule ya boarding school. Unapigiwa simu na matron, njooni mumchukue mtoto wenu, anaumwa sana. Na tatizo lake alikuwa anaumwa miguu, ile miguu kuanzia kwenye magoti kwenda chini. Yani utafikiria alikuwa amepaka hina au rangi ya udongo namna hii. Miguu yote unakuta madoti mpaka chini. Sasa unasema hivi, mtoto ni nini kimetokea? Tulihangaika, tulienda hospitali nyingi, unaona, mpaka baadaye nikasema huyu tuendelee kuomba Mungu tu, ili Mungu aweze kumponya. Na alikuwa hawezi kabisa kutembea. Yani anapoanza kutembea analia, anasema mama siwezi. Naambia mwanangu, tembea, utakuwa kiwete usipotembea. Tembea kwa jina la Yesu. Unaita damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu unapotembea. Tembea. Pale nyumbani kwangu anazunguka sebule, anazunguka meza. Naambia tembea, anasema mama nimechoka, miguu inauma. Naambia tembea. Na wakati mwingine nilikuwa naweza kulala naye. Sasa ninapolala naye, yeye analala kichwa kinaangalia huku, alafu mimi kichwa kinaangalia huku, kwa maana kwamba nishikilie hiyo miguu. Maana miguu ilikuwa ya moto, kama yani utafikiria mtu ameichochea moto. Jamani, duniani kuna mateso. Kama si damu ya Yesu, tungekimbilia wapi? Kwa hiyo namwambia lala, we angalia huku, mimi naangalia huku, kwa maana asogee sasa, naishikilia ile miguu. Usingizi unanipitia huku, nasinzia huku, nimeshikilia damu ya Yesu. Akianza tu kushtuka namna, naanza kukemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Na akisinzia ule usingizi fofofo, nilikuwa nasema hebu ngoja nijaribu kuminya hivi vidoti ambavyo ni vyekundu kwenye miguu. Ninapojaribu kuminya kimoja namna, anarusha mguu namna, hata kama amelala usingizi mzito.
nikibonyeza kingine na gandamiza kidogo tu namna, anashitua mguu namna. Kwa hiyo ina maana vile vidoti vilikuwa vinamuuma, ni kama vidonda viko ndani, sasa vimevia, ni kama damu iliyovia. Ndivyo miguu yake ilivyokuwa. Nikawa naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu. Basi nilipokuwa naendelea kuita, nikaambia utapona tu, utapona tu. Alikuwa anaumwa sana, lakini asante kwa Mungu, Mungu alimponya kwa kuitia damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza kumponya. Nikachukua zile postikadi, zile za postikadi, nikaandika maneno ya Mungu. Nikaandika maneno ya Mungu, naandika Zaburi, naandika Isaya sijui ngapi, nikaandika. Nikamwambia sasa utakaporudi shuleni, nenda kapambe kitanda chako, kaweke kadi hii hapa, unaweka kadi nyingine, unaweka kadi ambayo ni maneno ya Mungu. Nikamwambia matron anapopita atajua tu we ni msafi, unatandika kitanda chako, umeweka na zile postikadi umezitandaza pale kitandani kama vile umepamba. Lakini kila siku asubuhi chukua postikadi moja, soma. Ukirudi mchana kabla hujala chakula, soma postikadi, ahadi za Mungu. Tumia ahadi za Mungu. Damu ya Yesu, wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Anambia wewe sema tu kwa sauti, sema tu kwa sauti, tumia damu ya Yesu, utapona. Mungu wa ajabu. Sikujua hata ni wakati gani vile vidoti vimepotea kwenye miguu ya mtoto. Vikapotea vyote kabisa, vikaisha, miguu yake ikawa safi kabisa. Mpaka leo ninaposema ni binti anampenda Mungu, ni mume wa mtu, ni Mrs. ameokoka, anampenda Mungu sana pamoja na mume wake. Damu ya Yesu inasafisha, damu ya Yesu inaokoa. Kwa hiyo tunaposema damu ya Yesu ni uzima wetu. Yamkini shetani amekuchorea mstari, amesema huyu hatavuka mwaka huu, hatavuka mwezi huu wa 4, hatavuka mwezi huu wa 3, unaona, hatavuka mwezi wa 5, atakuwa amekufa. Ita jina la Yesu, kataa kifo kabla ya wakati. Kataa kabisa kwamba mimi sitakufa, nitaishi, nitayasimulia matendo makuu ya Mungu. Ita damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, itakutoa kwenye tatizo hilo, itakutoa kwenye mauti. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu ina nguvu. Damu ya Yesu inaweza kukuponya. Damu ya Yesu inatusaidia sisi sote. Bila damu ya Yesu hatuwezi jambo lolote. Hatuwezi jambo lolote. Ni damu ya Yesu tu. Jina la Bwana libarikiwe. Damu ya Yesu inaweza kukusaidia kabisa. Kuna wakati mimi mwenyewe nikaugua, nikawa naumwa kichwa sana. Niliwahi kutoa huu shuhuda kwenye Sibuka TV, kwenye somo fulani nilikuwa nafundisha, lakini yamkini wewe ni mara yako ya kwanza kunisikiliza, acha usikilize ushuhuda huu. Nilikuwa ninaumwa kichwa. Kile kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Nimeenda hospitalini, wakanipa dawa, nikatumia. Natumia dawa lakini kichwa kinauma. Kinawaka moto. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi ya kuweka ndoo ya maji chumbani kwangu karibu na kitanda. Nikiona kimewaka moto na shusha kichwa namna, naanza kujimwagia maji, najimwagia maji, wananimwagia maji, wanaloweka taulo, wananiviringisha kwenye kichwa, na lala. Hata mto ukiwa na maji, mimi ndio nilikuwa naona inakuwa ni nafuu, lakini kichwa kilikuwa kinauma sana. Paka mume wangu akaamua kunipeleka hospitali nyingine kubwa zaidi. Nilipoenda hospitalini kule, wakaniingiza kwenye MRI, wakanipima kichwa, wakakuta kichwa changu ni kizima kabisa, lakini mimi nalalamika kichwa. Watoto wangu wote walikusanyika, baba akawaita watoto, naona aliona hali ni mbaya mno, lakini niliendelea kuita damu ya Yesu. Nilikuwa naendelea kuita jina la Yesu. Nilikuwa naendelea kuita jina la Yesu. Nasema, Yesu naomba uniponye. Yesu naomba unisaidie. Yesu naomba uniponye. Mungu aliendelea kuniponya, aliendelea kunisaidia, pamoja na kwamba kile kichwa kilikuwa kinauma. Lakini baadaye nikaamua kutoa nadhiri mbele za Mungu. Nikamwambia Mungu, mimi nitakutumikia kwa njia fulani pale kanisani. Nikamwambia Mungu, nitatoa sadaka. Sadaka yangu ni kwa ajili ya kusafisha nyumba yako.
nitasafisha nyumba yako, nitapiga lipu na kupiga rangi. Mimi nitashughulika na jengo lako ambalo watu wa Mungu wanaabudia. Na wewe Mungu, naomba ushughulike na kichwa changu na afya yangu, maana kichwa kilikuwa kinauma isivyo kawaida. Nikikwambia kichwa kinauma, hakisikii Panado, hakisikii Brufen, hakisikii sindano, yani kinauma. Watu wamezunguka pale kitandani. Lakini nikiwa mtumishi wa Mungu, namtumikia Mungu hivi nikiwa mama mchungaji. Jina la Bwana libarikiwe. Niliendelea kuita damu ya Yesu. Nikaandika orodha ya maneno ya Mungu, nikayabandika ukutani. Kwa hiyo ninapokuwa nimejilaza pale kwenye kochi, nasoma ile orodha, na sitakufa, nitaishi. Nitayasimulia matendo ya Mungu. Mimi ni Mungu nikuponyaye. Nasoma zile ahadi za Mungu kwamba ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti usiogope. Unaona, nilikuwa nasoma yale maneno ya Mungu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu. Wakati wale mafundi wanaendelea kushughulika na nyumba ya Mungu, wanashughulika, nikamwambia Mungu, na wewe shughulika na kichwa changu ukiponye. Wakati wanaendelea kutengeneza nyumba ya Mungu, na mimi huku Mungu akaendelea kuniponya taratibu, anaendelea kuniponya taratibu, lakini nilikuwa naendelea kuita jina la Yesu. Naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu iwe ukombozi kwangu, iwe uponyaji kwangu, iwe ulinzi kwangu. Unaona, nilikataa moyoni kwamba sitakufa, nitaishi. Moyo ulikuwa na amani kwamba nitaendelea kuishi. Haleluya, haleluya. Mungu aliniponya. Hata wewe inawezekana. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Yesu atakufungua, Yesu atakuponya, Yesu atakusaidia. Inawezekana ndoa yako inasumbua. Ita damu ya Yesu isafishe ndoa yenu, iweze kumsafisha baba, iweze kumsafisha mama, ili ndoa iweze kusimama. Damu ya Yesu inasafisha, inaleta ulinzi, inaponya, inatakasa. Haleluya, haleluya. Jamani, naipenda damu ya Yesu. Najivunia damu ya Yesu kuliko kitu kingine chochote. Maana katika damu ya Yesu mimi ni salama. Katika damu ya Yesu familia yangu ni salama. Katika damu ya Yesu watoto wangu ni salama. Katika damu ya Yesu washirika tunaowaongoza, washirika wa Yesu Kristo ni salama kupitia damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni funga kazi. Damu ya Yesu ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Ndugu yangu msikilizaji wa Sibuka TV, yamkini umepita katika matatizo mengi. Hebu leo ita damu ya Yesu. Lakini unapoita damu ya Yesu, anza kwanza na hii damu ya Yesu ikusafishe maisha yako, ikutakase, ikuoshe, ikuweke huru. Wewe uwe mali ya Yesu Kristo. Ndipo utakuwa na uhalali wa kuita damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikusafishe. Hata kama wewe sio Mkristo, labda wewe ni Mbudha, labda ni Mhindu, labda ni Muislamu, labda ni nani, yeyote yule, damu ya Yesu inaweza kumsaidia. Haiangalii dini ya mtu. Damu ya Yesu inaangalia mtu yoyote mwenye tatizo, mtu yoyote atakayekubali damu ikamuita. Hata ungekuwa Mroma, ungekuwa Mpentekoste, ungekuwa MTAG, unapata changamoto za aina mbalimbali. Hizi dini ni nzuri, zipo kutusaidia ili tumwelekee Mungu. Lakini damu ya Yesu Kristo ni peke yake, aliyekufa msalabani, akafa kwa ajili yako, alikufa kwa ajili yako, kwa ajili yangu, alimwaga damu msalabani ili wewe uwe huru. Ni damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu inaweza kukusaidia kabisa. Ndugu yangu msikilizaji wa Sibuka TV, popote unaponisikiliza, damu ya Yesu inaweza kukusaidia kabisa. Inaweza kukuokoa na dhambi. Ziko dhambi pengine umejitahidi, umeenda mpaka kwa waganga wa kienyeji kwamba niache ulevi, niache uzinzi, unakuta unafanya. Damu ya Yesu inaweza kukusaidia kabisa, ikakutoa kwenye maangamizi ya dhambi, ikakutoa kwenye kifungo cha dhambi. Unajua dhambi ni mbaya. Kwa mfano mtu kama anaiba, unaweza kukuta akakamatwa. Iko siku mtu atakamatwa. Ndio maana hata methali za kidunia zinasema za mwizi ni 40. Siku za mwizi ni 40. Anaweza akakamatwa, akachomwa na matairi,
akauawa, akapigwa risasi kutokana na wizi wake. Lakini akija kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo inaweza kumsaidia. Wengine wako wanaanguka kifafa, wengine wako wanazimia tu, wengine wanapotelea tu usingizini, unakuta hayupo. Hebu ita damu ya Yesu. Kama walitokea watu wa namna hiyo wakapotea, isiwe wewe unayenisikiliza. Ita damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu kwa ajili ya masomo yako. Ita damu ya Yesu kwa ajili ya kazi zako. Ita damu ya Yesu kwenye biashara yako. Una duka, liombee kwa damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu. Una biashara yoyote, ita damu ya Yesu. Una mradi wote unaofanya, ita damu ya Yesu. Damu ya Yesu inalinda. Damu ya Yesu, kama unafanya biashara, hakutakuwa na mapepo ya chuma ulete kwa sababu ya damu ya Yesu. Biashara yako iweke ndani ya damu ya Yesu. Usizindike kwa waganga wa kienyeji kwa sababu itapukutika. Ita damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndugu yangu msikilizaji wa Sibuka TV, sasa ninataka niombe na watu ili waweze kumpokea Yesu. Wewe unayenisikiliza, pokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Damu ya Yesu itakusafisha. Nitaomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, tazame baba huyu ambaye amesikiliza TV kwa muda mrefu. Tazame kijana huyu ambaye amesikiliza TV kwa muda mrefu. Tazame mama huyu aliyesikiliza TV. Mungu wa mbinguni, ninasihi neema yako izidio, umuokoe, umsamehe, umsaidie. Mungu, ninaomba umsaidie kabisa. Mpe hamu ya kukuabudu wewe, mpe hamu ya kukutumikia wewe, mpe hamu na nia ya kung'ang'ania kwako. Katika jina la Yesu, ninakemea pepo la ulevi, toka ndani ya kijana yule kwa jina la Yesu. Wewe pepo la uzinzi uliyekaa kwa dada yule, ninakuamuru ondoka kwa damu ya Yesu Kristo. Natuma damu ya Yesu Kristo ikafike na kumsafisha mama yule kwa damu ya Yesu. Angalia ndoa yake, irehemu, isafishe kwa damu yako Yesu. Maisha yake Mungu uingilie kati ili umuokoe. Na wewe unayenisikiliza, naomba ufuate sala hii ya toba. Sema, Bwana Yesu, nakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Naomba uniokoe, unisafishe kwa damu yako ya thamani iliyomwagika mtini. Niokoe kabisa. Ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na kuja kwako Yesu, unipokee, unihurumie. Naahidi mbele zako, nitakuwa mtoto wako, nitakutumikia. Asante kwa damu yako Yesu iliyomwagika msalabani. Nami nimekuwa mtoto wako kupitia damu yako Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu ninaomba nikishukuru. Amen. Naomba sasa niache mawasiliano yangu kwako. Mawasiliano yangu ni Vodacom 0754552889, 0754552889. Na pia unaweza kanipata kwenye YouTube, andika Mwalimu Dr. Suzana Bukuku. Unaweza kupata mafundisho haya na mengine ambayo tayari yako kwenye akaunti yangu ya YouTube. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki wewe ambaye umeamua kuokoka. Mshike Yesu, usimwache. Mshike Yesu. Kama ni binti, mshike Yesu, usimwache. Kama ni mama au baba au yeyote ambao umenisikiliza, mshike Yesu, usimwache. Mungu ni msaada mkubwa katika maisha yetu. Ni mchungaji mwema, ana uzima wa milele. Mungu akubariki. Amen. Kwa heri.